Unayeandika somo utaandika somo mikono iliyofungwa. Mikono iliyofungwa. Siku ya leo tunataka tudili na ukombozi wa mikono, na neno kuu la ibada hii ya leo ni Mwanzo 5 na mstari wake wa 29. Mwanzo 5 na mstari wa 29. Aliyepata pale ninaomba atusomee na Mungu atambariki. Mwanzo 5 na mstari wake wa 29. Mikono iliyofungwa. Alisema mikono iliyofungwa. Mwanzo 5 na mstari wake wa 29. Aliyepata hapo ninaomba tusomee na Mungu atambariki. Rudia tena. Akamwita jina lake Nuhu, akinena, huyu ndiye ambaye atatufariji kwa kazi yetu. Hebu sema kwa kazi. Hebu sema kwa kazi. Na kwa taabu ya mikono yetu. Haleluya, haleluya. Maandiko anasema akamwita jina lake Nuhu, akasema huyu ndiye atakayetuokoa kwa kazi yetu na kwa taabu ya mikono yetu. Kumbe kuna watu wanafanya kazi lakini wanapata taabu. Haleluya, haleluya. Kuna watu wanafanya kazi lakini wanapata taabu. Ndio maana hapa maandiko anasema huyu ndiye ambaye atatuokoa kwa taabu ya mikono yetu. Kuna watu ulimwengu wa roho mikono yao imelaaniwa. Ni mikono ambayo ina taabu, ni mikono ambayo inateseka, ni mikono ambayo haiwezi kumiliki jambo lolote, ni mikono ambayo haiwezi kumiliki kitu chochote, kwa sababu mikono yake ina roho ya taabu. Hebu iangalie mikono yako, iangalie tu mikono yako. Sema wewe mikono, sema wewe mikono, kwa nini haumiliki? Sema wewe mikono, kwa nini fedha zikai kwako? Sema wewe mikono, isemesha tu hiyo mikono, usionee aibu, ni ya kwako. Sema amen. Tunaelewa kabisa, usionee aibu. Sema wewe mikono, kwa nini haumiliki fedha? Kwa nini fedha zikai mikononi mwako? Sema amina kubwa kabisa. Anasema huyu Nuhu atatuokoa kwa taabu ya mikono yetu. Kuna watu hapa ni wakulima, yuko hapa mjini lakini huwa anawekeza nyumbani kwao mkoani. Ana mashamba ya mipunga, ana mashamba ya mahindi, ana mashamba ya maharage, lakini kila mwaka akilima tu anaambiwa mvua haijanyesha. Akilima tu anaambiwa ng'ombe wameingia shambani wamekula mazao yote. Haleluya, haleluya. Amelima tu, kusema za kweli shamba limestawi, mang'ombe yanakopita kimasai haifahamiki, yanaharibu shamba zima, unajikuta unapitia taabu ya mikono yako. Haleluya. Kuna mtu mwingine amefanikiwa kuagiza mzigo kutoka China, afanye biashara mjini hapa, hasara inapotokea haifahamiki, anajikuta tu mambo hayaendi kabisa. Kwa sababu gani? Ana taabu ya mikono yake, ana taabu ya mikono. Kuna watu hapa wamenyimwa uwezo wa kumiliki fedha, wamenyimwa, hana uwezo wa kushika fedha. Kuna watu hapa ulimwengu wa roho wakishika fedha ni fedha za kupimiwa. Unakuta fedha mwisho yeye ameshika hela nyingi sana kwa mwaka mzima, 200,000. Hela nyingi sana ameshika, tunasema 700,000, naye anaona ameshika pesa nyingi. Ulimwengu wa roho kumbe adui ameweka vizuizi. Ulimwengu wa roho kumbe adui ameweka vipingamizi vinavyomzuia yeye kumiliki fedha na mafanikio. Sema amina kubwa kabisa. Haleluya, haleluya. Sasa leo tunataka tudili na ukombozi wa mikono yako. Ukombozi wa mikono yako. Tusome kile kitabu cha Misali pale. Misali 3 na mstari wake wa 16. Misali 3 na mstari wake wa 16. Ana wingi wa siku. Tusome pale.
Amen. Ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume, utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Rudia tena. Narudia, neno la Bwana linasema, ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume. Maandiko yanasema ana wingi wa siku katika mkono wake wa nini? Wa kuume. Mkono wako wa kuume ndio ambao una wingi wa siku. Haleluya, haleluya. Mkono wa kuume ambao ndio mkono wa kulia ni mkono ambao una nguvu. Mkono wa kuume, ulimwengu wa roho, unasimama kama mamlaka. Sema amen. Mkono wa kulia, ulimwengu wa roho, unasimama kama utawala. Mkono wa kulia, ulimwengu wa roho, unasimama kama mafanikio. Mkono wa kulia. Haleluya, haleluya. Na ndio maana mkono wa kushoto na mkono wa kulia unakuta una nguvu. Mkono gani? Wa kulia. Unaweza ukakuta kitu umezoea kubeba, hata ndoo mkono huu na mkono huu. Mkono ambao utachoka haraka ni wa kushoto. Sema amen. Ila mkono wa kulia ni mkono wenye nguvu, ni mkono wenye mamlaka. Anasema ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume. Haleluya, haleluya. Nami nimekuombea Mungu akupe mamlaka katika mkono wako wa kulia kwa jina la Yesu. Ukawe na mamlaka kutenda mambo makuu kwa damu ya Yesu Kristo. Na yoyote ambaye amefupisha siku zako ninaziongeza maradufu. Ana wingi wa siku, sio siku za taabu, sio siku za magonjwa, sio siku za umaskini. Ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume. Hizo ni siku za kupata biashara nzuri. Hizo ni wingi za siku za kupata mafanikio makubwa. Hizo ni wingi za siku za kutenda mambo makuu. Haleluya, haleluya. Haiwezekani wewe muda mwingi, asilimia kubwa, siku zako nyingi kwa wiki unakuta unafurahi siku mbili, siku zote hizo zinazobakia wewe ni huzuni na taabu. Maanake unajua kabisa ulimwengu walo adui amelaani siku zako za mkono wako wa kulia. Haleluya, haleluya. Sema amina kubwa kabisa. Haiwezekani wewe ni mtu wa kununa muda wote, ni mtu wa manunguniko muda wote, ni mtu wa kusikitika muda wote. Kumbe adui amefupisha siku zako za furaha na amani na baraka katika mkono wako wa kulia. Sema amina kubwa kabisa. Jambo ambalo pia unatakiwa ulielewe katika maombi yako, unapoomba penda kuombelea mikono yako. Sema amina. Haleluya, haleluya. Mikono ulimwengu wa roho inasimama kama biashara. Mikono ulimwengu wa roho inasimama kama ajira. Mikono ulimwengu wa roho inasimama kama genge lako ambalo umefungua pale mtaani. Mikono ulimwengu wa roho inasimama kama deli lako ambalo unapikia mandazi unawauzia watu pale mtaani kwako. Sema amina kubwa kabisa. Kwenye ndoto yako ukikuta unaota ndoto unaona mikono yako imefungwa na pingu au na kamba, sio hiyo mikono. Haleluya. Kilichofungwa unaonyesha biashara yako imefungwa, ajira yako imefungwa, uchumi wako umefungwa. Ndio mtu mwingine unakuta amelala, aliota ndoto ameshika kinyesi kwenye mikono yake. Anasema ameota ameshika kinyesi, kila akinawa hicho kinyesi akiondoki, na anaona ni jambo la kawaida. Ukiota hiyo ndoto, nenda kafungua hiyo biashara yako uone. Sema amen. Kuanzia asubuhi mpaka jioni utakuta wateja waliokuja kukuungisha ni wale wa kukuhudizia tu. Ishi ngapi? 5,000. Nitarudi. Sawa, nitakuja. Anaondoka. Mwingine tena, ishi ngapi? Unamwambia kiasi kadhaa, anakwambia sawa, nitakuja. Kwa sababu gani? Ulimwengu wa roho ulipoota ile ndoto, tafsiri yake ni kwamba mikono yako imefungwa. Sema amina kubwa kabisa. Sema amen na Yesu akubariki. Sema amen na mbingu zikusikie. Ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume. Nimekuombea Yesu akupe siku nyingi katika mkono wako wa kuume kwa jina la Yesu. Ukawe na siku za baraka na mafanikio. Kwa nini wengine wao wanafurahi wewe unanuna? Kwa nini wengine wao wanafurahi wewe unasikitika? Kumbe ulimwengu wa roho adui ameweka taabu katika mkono wako wa kuume. Haleluya, haleluya. Sema amina kubwa mpaka wachai wasikie. Sema amen kubwa mpaka waliokoroga kuachie. Sasa ulimwengu wa roho hivi ni vifungo ambavyo vimekamata mikono yako. Na ndio maana leo tunataka tudili na ukombozi wa mikono yako.
Kuna mafuta matakatifu ambayo utayapokea hapa leo, yanaenda kuondoa kutu kwenye mikono yako, yanaenda kuondoa gundu kwenye mikono yako, yanaenda kuondoa ukame kwenye mikono yako. Ndio mtu mwingine kwa njia ya ndoto anakwambia, niliota ndoto nimeshika hela shilingi 10 ya zamani, shilingi 20. Nimeota nimeshika shilingi 10 kwenye ndoto. Haleluya, haleluya. Sema amina kubwa kabisa. Na nimeota tu ndoto hiyo, haina shida. Haleluya. Kumbe ulimwengu leo unaonyesha roho ya kurudishwa nyuma katika eneo la uchumi wako. Unaonyesha kwamba uchumi wako hauwezi kuendelea tena, umeshalogwa na wachawi. Sasa leo kupitia mafuta ambayo utayachovya kwenye mikono yako, yanaenda kuondoa ukame na ukiwa kwa jina la Yesu. Wangapi hapa wamewahi kushika dola? Waliowahi kushika dola wainue mikono. Sema amina kubwa kabisa. Haleluya. Nimekuombea leo Yesu akupe upako wa dola kwa jina la Yesu Kristo. Ukashike dola nyingi kwenye mikono yako, ukashike fedha za Tanzania na za nje ya Tanzania. Haleluya. Bana, ni upako ukiwa unashika pesa ambazo ni dola, ni upako wa kimataifa pia unaonyeshwa. Sema ameni kubwa kabisa. Au kwenye ndoto unakuta umelala, unaota ndoto unapewa dola, unapewa dola ya Marekani, au unapewa rabo ya Russia. Sema amina kubwa kabisa. Au unapewa fedha za China, fedha za India. Ulimwengu wao, hiyo ni ishara kwamba upako wako wewe ni upako wa kimataifa, utapaa kama tai. Nami nimekuombea upako juu ya maisha yako kwa jina la Yesu. Nasema nimekuombea upako wa fedha, ukashike malaki, ukashike mamilioni, ukashike matrilioni, ukashike matrillionea, ukawe milionea, ukawe bilionea. Ni lazima uelewe. Sema amina. Upako wa mafanikio tunataka uanzie kwa waumini wetu. Upako wa baraka tunataka uanzie ndani ya kanisa. Tumechoka kanisa kudharauliwa, tumechoka kanisa kutukanwa. Watu wanajua tu ukishaokoka wanasema ameshakuwa maskini huyu. Ukishaokoka tu wanajua tumeshampoteza yeye na mafanikio hakuna tena. Kwa sababu gani? Wameshajengewa taswira kwamba kila mlokole lazima awe maskini. Haleluya. Sema amina kubwa kabisa. Yesu alizaliwa kwenye zizi la ng'ombe. Ni ishara ya kwamba ameshuka kuwasaidia watu ambao ni maskini, watu ambao hawajiwezi, watu ambao wana chochote. Alikubali kudharauliwa na kukataliwa ili wewe ukubalike na uwe na mafanikio tele. Laana zote Yesu alishaziangika msalabani. Pamoja na umaskini wako Yesu aliweka msalabani, pamoja na dhambi zako Yesu aliziweka msalabani, pamoja na roho yako ya ufukara Yesu aliweka msalabani. Unapookoka manake wewe inatakiwa na mafanikio makubwa. Sema amina kubwa kabisa. Lakini ulimwengu wa roho sasa, kwa sababu wachawi wamekuroga sasa, unakuta hakuna jambo ambalo linaenda na unachukulia kawaida. Nimekuombea leo Yesu aende alete baraka na mafanikio tena. Anasema na wingi wa siku katika mkono wake wa kuume. Haleluya, haleluya. Endelea kusoma hapo, katika mkono wake wa kuume. Endelea kusoma hapo. Anasema na wingi wa siku katika mkono wake wa kuume na baraka na heshima. Tusome pale kitabu cha Mithali 3 na mstari wake wa 16. Tusome pale. Utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Sema amina. Mwambie jirani yako una utajiri. Mwambie tena jirani yako una heshima. Haleluya, haleluya. Wangapi hapo wana kadi za benki, wamefungua benki account? Usana. Sema amina. Ubarikiwe sana mwanangu. Haleluya. Sasa kweli mpaka leo hauna account benki, unaishi karne gani wewe? Haleluya. Nimekuwa nikihubiri hapa lakini sema ndio hivyo sasa, watu hawatendei kazi.
Tunafundisha fungueni akaunti benki. Sasa hayo mabenki mnadhani ni ya nani? Haleluya, haleluya. Benki kufungua sijui ni 10,000, 10,000 inakushinda. Tena 10,000 ina 4,000 wanakuwekea kwenye akaunti yako na baki nayo kama kianzio. Umeshazoea kucheza na wakina Songesha na wakina Nipige Tafu, umeshajenga mpaka udugu. Unalipa, unakopa. Unasema huku ndo kwenyewe unakopa. Kikwama kidogo Nipige Tafu, nitafue niende mbele. Haleluya, haleluya. Nimekwama nisongeshe nisonge mbele. Sema amina kubwa kabisa. Wakisha kutafua, wakisha kusongeshea, sasa kuwalipa unaanza kuona kero. Kitaka kutumia pesa wangu situme kenyewe namba ya boda hiyo. Kuna namna ina shida, ngoja nikupe namba ya wakala. Niende kwa wakala kabisa kabisa. Sema amen kubwa kabisa. Kwa sababu gani? Ya leo ile imekukamata. Fungua akaunti benki. Haleluya. Weka pesa benki. Ukiweka pesa benki ndio ishara ya baraka pia na mafanikio. Haiwezekani. Hizi zama sio za kuweka pesa kwenye Biblia. Ndio mwingine anaamini wachawi hawaingii kwenye Biblia. Anachukua hela zake anaziweka kwenye Biblia. Sema. Au mwingine anakuta anachukua pesa anaziweka chini ya kiti. Au anaziweka chini ya kitanda. Anaziweka chini ya mto. Hizo ni zama za zamani. Weka pesa benki. Haleluya, haleluya. Sema amina kubwa na mbingu zikusikie. Sema amen na Yesu akubariki. Sema amen na Yesu Kristo akujaze baraka tena. Nakwambia kitu cha kweli. Moja ya mfumo ambao mimi ninao katika madhabahu. Sio kila sadaka ambayo inatolewa hapa madhabahuni jamani ni sadaka. Haleluya, haleluya. Mmekuwa mkiona hapa tukiwakamata wachawi wanaologa, wanaopingana na sisi. Sasa ukiona mchawi amekuja hapa, sasa sio kama anakuja kwa wema hapa. Haleluya. Mwingine anakuja tu kuloga, kaelekezwa huko kwamba ukifika pale muda wa kutoa pesa. Kuna kipindi wakati niko Tegeta pale, kuna mama mmoja alikuja kanisani kutoa sadaka. Umefika muda kutoa sadaka, alipokuwa tu anaweka sadaka ule mkono ukaganda pale pale kwenye kapu la sadaka. Ukaganda akawa hawezi kutoka. Haleluya, haleluya. Nikamuuliza, wewe mbona umetumwa na nani? Akaanza kujieleza, tumekuja kuloga hii huduma. Nilipoambiwa tumishi, hebu toeni hizo sadaka mwageni chini, tukakuta alikuja na shilingi 1,000 alafu alizungushia na uzi mweusi. Haleluya. Sema amina kubwa kabisa. Na ndio maana hata kuhani tuna kanuni ambayo sadaka zote tunazichukua tunaenda kuzipeleka benki. Maanake kama kuna maroho yako mabaya pale kwenye zile pesa yanaenda kufia kule kule benki. Benki mimi nikienda kudraw hela zinatoka hela mpya kabisa. Haleluya, haleluya. Pesa za biashara yako zipitishie njia ya benki. Kama kulikuwa kuna mchana nataka roga hiyo biashara, kule benki inaenda kupambana kule, unapokea pesa mpya kabisa. Haleluya, haleluya. Sasa nikupe elimu gani ili uelewe? Mwambie jirani yako fungua akaunti benki. Wewe kila kitu mimi siwezi. Mimi bado sina. Mangi sina ni jina la mtu. Haleluya. Chukua tu ya imani, fungua benki, utaanza kuona tu pesa zinaingia. Ulimwengu wa roho, mwambie jirani yako utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Nimekuombea Mungu akupe utajiri na heshima katika mkono wako wa kushoto kwa jina la Yesu Kristo. Nasema nimekuombea Yesu akupe utajiri na heshima. Haiwezekani. Mikono yako ni mikono ambayo haina uwezo. Ulimwengu wa roho, mkono wa kushoto unasimama kama alama ya kutunza. Haleluya. Unasimama kama alama ya nini? Ya kutunza. Mkono wa kushoto unatunza vitu. Mkono wa kulia unatoa. Sema amina kubwa kabisa. Mkono wa kulia unafanyaje? Unatoa. Mkono wa kushoto unatunza. Kwa hiyo ninapokuambia uwe unaombelea mikono yako pesa zinapokuja zitunzwe na mkono wako wa kushoto. Ombea mkono wako wa kushoto. Mwambie Mungu, kama kuna adui ameniblock, ulimwengu wa roho nishinde kutunza fedha, ombea mkono wako. Haleluya, haleluya. Mwambie hizo pesa zinazopita kwenye mikono yangu ni miliki na kutawala, zisiondoke kwenye mikono yangu. Mpaka hapo utaanza kuona kwenye mkono wako wa kushoto
pesa zinatunzwa, au kwenye mikono yako pesa zinakaa. Kwa sababu gani? Mikono yako imekombolewa. Sema amina kubwa kabisa. Mkono wa kulia kazi yake ni kutoa. Huu unatunza, huu unatoa. Haleluya, haleluya. Ndio maana maandiko yanasema unapotoa sadaka, hata mkono wako wa kushoto usifanyeje? Usijue. Kwa mkono wa kulia kazi yake ni nini? Ni kutoa. Mkono wa kulia kazi yake ni kutoa, mkono wa kushoto kazi yake ni kutunza. Ushaimpa mtu kitu kwa mkono wa kushoto kumwambia chukua, haiwezekani, inatafsirika kama dharau. Haleluya, haleluya. Ila mkono wa kulia wenyewe ndio ambao unatoa. Sema amen kubwa na mbingu zikusikie. Sema amen mpaka mapepo yakusikie. Sema amen na Yesu akubariki. Nimekuombea leo Yesu aende alete upako katika mikono yako. Ibada ya leo ni mahususi kwa ajili ya kufungua milango ya uchumi wako, milango ya biashara zako, milango ya ajira yako, milango ya kazi zako. Nimekuombea leo Yesu akupe baraka na mafanikio makubwa. Haleluya, haleluya. Unapoona hii dunia yote, nchi yote, majumba, magari na fahari zote zimebuniwa na mikono. Sema amen. Mafundi, mastadi na mikono. Haleluya, haleluya. Nisingekuwa na mikono hapa, nisingeshika hii. Haleluya. Fundi aliyejenga hii madhabahu asingejenga, asingekuwa na mikono. Sema amina kubwa kabisa. Nimekuombea leo Yesu akupe upako katika mikono yako kwa jina la Yesu. Upako katika mikono yako kwa damu ya Yesu Kristo anavyotembea. Yule mama ambaye tulimnasa hapa Jumapili, alifika? Amekuja? Hajaja? Sawa. Haleluya, haleluya. Sema amina kubwa kabisa. Sema amen na mbingu zikusikie. Sema amen na Yesu akubariki. Jamani, ulimwengu wa roho, msicheze na hii madhabahu. Narudia tena, msicheze na hii madhabahu. Sema amen kubwa kabisa. Sema amen na mbingu zikusikie. Sema amen na Yesu akubariki. Sema amen na Yesu akubariki. Unaweza, unaweza, unaweza Yesu. Unaweza, unaweza Yesu. Unaweza. Yesu unaweza, 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 unaweza Yesu. Unaweza, unaweza Yesu. Wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Imba wewe, wewe ni Mungu wetu, Yesu unaweza. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa kabisa. Mwambie jirani yako tuko pamoja. Mwambie tena jirani yako tuko pamoja. Weka manda pale, zai, 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 zai. Weka zai, 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 zai. Naona herufi zai, ze, ze. Zai ni nani?
Zainabu ni mama yako? Sijajua Yesu anataka sema amina. Haleluya, haleluya. Unapiga makofi na kujua kuna namna yote kwa Mungu. Zai ni mama yako. Ni nini kinaendelea? Mbona naona kuna mtafaruku kati yako wewe na mama yako? Kwanza mama mama akakupa maagizo uje hapa. Kwani amewahi kuja hapo wewe mama yako? Zai, jamani, wangapi wanamkumbuka Zai hapa? Mbona naona kuna kitu kinaendelea? Ni Zai alikuja hivi, tulikuwa naye kwenye mkesha. Si ungepiga makofi makubwa kabisa wewe? Manake ni yule mama ambaye tulimtabiria hapa kwamba ana vita nyumbani kwake, anamloga mtoto. Wewe si ungepiga makofi makubwa kabisa? Hey! Sema amina kubwa kabisa. Jamani, unajua Yesu ni mzuri sana. Sasa hapo ulimwengu wa roho naona kuna muunganiko kati ya Zai, naona ni kitu gani kinaendelea? Sema ameni kubwa kabisa. Nimekuombea Yesu wa ukombozi akajitukuze kwenye maisha yako. Hey! Jamani, huyu Yesu anatisha mpaka mimi ninashangaa. Haleluya, haleluya. Sema amina kubwa kabisa. Manake ni huyu mama ambaye tulimwambia alete mizigo hapa, sio? Tuambie anasemeje? Mbona hajaja sasa? Analalamika nini? Na anayekwambia hapo ni nani? Ni mama sasa. Ungepiga makofi makubwa. Haleluya. Sema amina kubwa kabisa. Haleluya, haleluya. I say. Kwa hiyo ana hali mbaya. Amekwambia uje hapa wewe. Sema amina kubwa kabisa. Iko hivi. Uponyaji wa huyu mama yako ni yeye kutubu, yeye kukwambia ukweli. Nasikia kwa sababu kuna mgogoro pia. Wakati tuko hapa ibada ya mkesha, tuliona kwamba huyu mama yako amemloga mke wako. Mama yako aliwahi kupa maagizo ukaoe wapi huko kijijini wenu?
maana hiyo hataki kabisa huyo mwanamke anasema. Sasa chanzo cha matatizo yako wewe na mwanamke wako, mpaka hii migogoro ambayo mnaipitia ulimwengu wa roho, chanzo ni huyo mama yako. Sasa mama yako anashindwa kukwambia ukweli kwamba ameenda kwa mganga kwenda kumloga mwanamke wako. Mke wako anaumwa kwa kina mama mkwe, mnatutisha jamani. Yesu amekukumbuka, lakini wakina mama mkwe mnatutisha. Kumbe ndo mambo yenu haya. Hatari sana. Sema amina kubwa kabisa. Sasa mtoto wa kwako mwenyewe, hizo zama za Agano la Kale za zamani, mambo ya kusema nenda kaoe ukoo fulani, zama za zamani. Sema amina. Inasikitisha sana. Hebu niambie, kijana kama huyu anapangiwa aoe yupi? Tena bado mama anakuja analoga mtoto wake, anamlogea mke. Sema amina. Haleluya, haleluya. Kitu kilichoko hapo, mama yako huyo alienda kwa mganga kumloga mke wako, kaenda kumloga mke wako. Sasa anashindwa yeye kukwambia ukweli, anashindwa kutubu. Kwa hiyo ameona tu bora akwambie wewe ndo uje ili mimi nikwambie makavu live. Sema amina. Na mimi sinaga kupepesa macho kwenye hilo anga. Huyo mama yako nilimpa maagizo, kuna vitu alipewa na mganga kilichomfanya mke wako amefungwa. Sasa nilimwambia hicho kitu akilete. Hiyo hali unayoiona anayepitia saizi pale ni malaika wamemkamata kweli kweli. Sema amina. Malaika wamemkaba kwenye 18. Inasikitisha sana. Sema amina kubwa kabisa. Sema amen na Yesu akubariki. Jamani, uchawi upo. Mwambie jirani yako uchawi upo. Ambia tena jirani uchawi upo. Mwambie tena jirani yako uchawi upo. Tikise kabisa, mwambie jirani uchawi upo. Ndio maana kwenye madhabahu mimi utanichukia, lakini nitahakikisha uchawi na uganga na ushirikina unafutwa katika maisha. Huo ndo wito mkuu ambao mimi nimepewa na Yesu. Wewe utanisema, utaniinulia maneno, lakini mimi na uchawi sio kurwa na doto. Mimi na uchawi ni paka na panya. Yaani tukikutana muda wote ni kuindana na kuuana. Haleluya, haleluya. Sema amina kubwa kabisa. Ninakuombea aliyeroga maisha yako kufa na afe. Aliyeroga ndoa yako kufa na afe. Aliyeroga mahusiano yako kufa na afe. Aliyeroga mtoto wako kufa na afe. Aliyeroga jukuu wako kufa na afe. Hatuwezi tukakubali kuishi na uchawi kwenye nyumba zetu. Hatuwezi kuishi na kurogwa kwenye nyumba zetu. Hatuwezi kuishi na washirikina kwenye nyumba zetu. Upako ambao ninatembea nao katika ibada za laundini, upako wa kichwa, ni upako wa kuangamiza, ni upako wa kuchinja. Haleluya, haleluya. Sema amina kubwa kabisa. Ukija hapa rada yangu inaona hatari. Mwambie jirani yako rada ya kuani inamulika hatari. Usione nimefumba macho kama nimefumba tu. Haleluya, haleluya. Ulimwengu wa roho ninakuzumu hatari. Pako na uifanya kwa siri hapa mimi naviona. Nasema naviona. Ila sasa nakuombea toba. Yesu hebu mrehemu tu kwa kweli. Ila sasa kikombe kikifurika nawe hapa nitakunyanyua, nitakuumbua. Sema ameni kubwa kabisa. Hapo ameni zimeshuka kwenye kuumbuliwa.
tena unatumbua tena, hatukupi amina yetu hapa. Wachawi wanakufa amina, nakumbua amen. Watu wapende kuumbuliwa. Sema amina kubwa na mbingu zikusikie. Ninakuombea leo uanze kuishi maisha matakatifu, upate baraka na mafanikio tena. Nasema nimekuombea leo Yesu akujaze neema na kibali kikuu. Sema amina kubwa kabisa. Sema amen na mbingu zikusikie. Sasa naomba unisikilize kijana. Mimi nataka nikusaidie hapa. Mke wako atakaa sawa, atapona kabisa na atafunguliwa kabisa kabisa. Kila kitu kitaenda kuisha. Lakini jambo lingine, huyu mama yako huyu sasa wewe unataka nimfanyeje huyu? Kwa sababu saizi yupo hapa kwenye mkono wangu. Mimi ndo ninayetawala kila kitu kinachomhusu yeye. Unaona hiyo homa iliyompiga mpaka anashindwa kutembea ni mimi hapa. Unataka tumfanyeje? Unataka tumsaidie? Haleluya, haleluya. Mimi siwezi nikamsaidia mpaka utakapokuja naye hapa. Siwezi nikamsaidia, nataka uje naye hapa. Yeye mwenyewe akuombe msamaha kwa yote aliyokutendea. Yote. Namtaka hapa Jumanne. Haleluya, haleluya. Sawa, unaniambia nimsaidie. Siwezi nikamsaidia asipokuomba wewe msamaha, kwa sababu yeye ndiye kakukosea wewe. Haleluya, haleluya. Sema amen na mbingu zikusikie. Kwa hiyo atakapokuja hapa, atakapokuomba msamaha katika madhabahu, pia aje na hichi kiumbe ambacho alipewa na mganga. Hichi lazima aje nacho. Akija mikono mitupu, napo siwezi nikamsamehe. Umwambie mama, kuhani anasema uje na uchawi wako. Sawa? Haleluya, haleluya. Haiwezekani. Hebu niambie kijana kama huyo anapalilia kitambi, lakini kumbe amelogwa na mama yake mwenyewe. Haleluya, haleluya. Sema amen na Yesu akubariki. Sema amen na mbingu zikusikie. Sema amen na Yesu akubariki. Ninakuombea Yesu akupe baraka na mafanikio makubwa. Ninakuombea Yesu akupe neema nyingi na maongezeko makubwa. Haleluya, haleluya. Lakini mbali na mamangu kijana, kuna mtu huyu jamaa ninayemuona huyu jamaa Steve ni nani? Rafiki yako. Huyu Steve ni bana, uwe naye makini sana huyu. Mimi naona mbona anakuzunguka nyuma ya mgongo. Anakuzunguka huyu jamaa huyu. Sema amina kubwa kabisa. Mwambie jirani yako, sio kila rafiki ni rafiki. Mwingine ni rafiki anakuombea dhiki. Haleluya, haleluya. Sasa huyu jamaa naona anakuzunguka nyuma ya mgongo huyu. Apendi hatua zako. Apendi kabisa. Apendi kabisa. Lakini Yesu atakusaidia. Sawa? Kanisa, tuinue mikono yetu juu, tuseme Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mlete. Sema Bwana Yesu, sogea mbele. Ninakuja mbele zako. Ninakuomba sasa mtisho wako na nguvu zako iweze kutawala, iweze kujidhihirisha, iweze kuonekana, iweze kuonekana, iweze kuonekana, iweze kuonekana kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka! Chia nafsi yako. Toka! Sasa hivi. Hauna mamlaka tena. Kila uchawi ambao umepewa,
Uchawi ambao umemezeshwa ili kukuroga na kukufunga, tunaulaani. Kanisa, inua mikono yako juu, sema ee Bwana Yesu, sema ee Bwana Yesu, vifungo vyote vya kichawi, vya kiganga, vya kishirikina tunavilaani, tunaviharibu kwa jina la Yesu. Sema ee Bwana Yesu. Wewe wacha kuniangalia kama nipo chaneli 10. Sema ee Bwana Yesu, tunawakamata waovu wote, ulimwengu wa roho, wa ndani ya familia, wa nje ya familia. Sema leo tunawasha moto, tunaangamiza kila uchawi kwa damu ya Yesu. Hayanza kuomba, tembea hapa na pale, angamiza kila uchawi, angamiza vifungo vyote vilivyokufunga. Omba, paza sauti yako, angamiza, 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 angamiza. Wewe endelea kuomba, usinyamaze kimya. Endelea kumwambia Yesu, ninateketeza aliyenifunga ulimwengu wa roho, aliyenilaani ulimwengu wa roho, aliyefunga nafsi yangu, aliyefunga roho yangu, aliyefunga hatua zangu, aliyeniendea kwa mganga akachukua majina yangu akayafunga, akachukua nguo zangu akazifunga. Ninawasha moto ulimwengu wa roho, ninaangamiza vifungo vyao, ninaangamiza madhabahu zao, ninaangamiza miungu yao, ninaangamiza tawala zao kwa jina lako Yesu, kwa damu yako Yesu, kwa moto wako Yesu. Omba sasa, angamiza wewe, angamiza vifungo vyote, angamiza madhabahu zao, angamiza miungu yao kwa moto wa Yesu, kwa jina la Yesu. Washa moto sasa, washa moto ulimwengu wa roho, angamiza maagano yao, yale maagano mabaya, vile vifungo vya wachawi viangamie leo, viteketee leo kwa damu yako Yesu wa Nazareti. Mpigie Yesu makofi. Haleluya, sema amina kubwa kabisa. Tuketi. Dalili za mikono iliyofungwa. Ni dalili gani ambazo utaziona kwamba mikono yako imefungwa? Ziko dalili ambazo ukiwa nazo tu hizi katika maisha yako, jua dalili hizi zimefunga mikono yako na unahitaji ukombozi wa kiroho. Haleluya, haleluya. Sema amina na mbingu zikusikie. Sema amen na Yesu akubariki. Dalili ya kwanza ambayo itakuonyesha kwamba mikono yako imefungwa ni kufanya kazi kwa bidii lakini haupati mafanikio. Pale ambapo unakuwa na jitihada kubwa, unajituma sana katika utafutaji wa fedha lakini haupati mafanikio yoyote. Umeanza kujitafuta mpaka leo, umetoka nyumbani kwenu, una miaka kama 10 na una miaka 20 na, lakini hauna kipato chochote, hauna mafanikio yoyote, hauna nembo yoyote ambayo inakuonyesha katika upambanaji wako nayo umepata. Sema amina. Haleluya, haleluya. Ya hauna chochote, hauna nyumba, hauna kiwanja, na miaka kama 10 na unafanya biashara, lakini unajiuliza mbona sipati maendeleo yoyote? Sasa hiyo ni dalili na kuonyesha kwamba mikono yako imefungwa. Mkono wako wa kushoto ambao unatunza utajiri na heshima umedhulumiwa. Mkono wako wa kulia ambao unamiliki utawala pia nao unakuwa umedhulumiwa. Haleluya, haleluya.
Kwa hiyo katika maisha yako ukiona unafanya biashara lakini haupati kitu chochote, jua kabisa adui amedhulumu haki yako na baraka zako nyingi. Dalili ya pili ni pale ambapo unakuwa unafanya biashara kushindwa kukua na kuongezeka. Hiyo ni alama kwamba mikono yako imefungwa. Pale ambapo unafanya biashara lakini biashara hazikui, biashara haziongezeki, hiyo ni alama kwamba mikono yako imefanyaje? Imefungwa. Mikono yako imefungwa na unahitaji msaada wa kiroho. Nimekuombea Yesu aifungue mikono yako na biashara zako zikue kwa jina la Yesu. Sema amen kubwa na Yesu akubariki. Lakini kupoteza kila unachokipata. Kuna mtu mwingine amekuwa na bahati mbaya, chochote anachokipata anapoteza. Mwingine hata akishika pesa, ameshika pesa zinapotea kwa mazingira kutatanisha. Ameshika tu pesa kaingia nazo ndani, aliweka 10,000, 5,000, 100,000, pesa niliingiaga nazo mundani lakini zinapotea. Hiyo ni alama kwamba mikono yako imefungwa. Pale ambapo unakuta unatembea umeweka hela zako mfukoni, unakuta anakuja mwizi au kibaka anaiba hizo fedha, anaiba hiyo pochi, kulikuwa kuna simu, kuna vitu vyako vingi na vipodozi vyote amekuibia, anaondoka navyo. Hiyo ni alama kwamba mikono yako imefungwa ulimwengu wa roho na unahitaji msaada. Hapo ameni hakuna, kwa sababu wamekasirika. Sema amina na mbingu zikusikie. Kwa hiyo ukiwa ni mtu ambaye unapoteza fedha au unapoteza vitu, jua kabisa umeibiwa haki yako ya wewe kumiliki na kutawala. Sema amen kubwa kabisa. Sema amen mpaka wachawi wasikie. Sema amen mpaka waliokuroga wasikie. Pigie Yesu makofi makubwa. Dalili nyingine ambayo itakuonyesha kwamba umezulumiwa haki zako za wewe kumiliki na kutawala, kusema za kweli, umesoma mpaka ukafika sehemu umekutana na kibango kimeandikwa mwisho wa shule, hakuna elimu tena. Umesoma mpaka mwisho, umetunukiwa tu degree, umetunukiwa masters, umetunukiwa certificate, umetunukiwa diploma, lakini hakuna kazi ambayo unaifanya. Umebaki tu na hivyo vyeti ndani kama mapambo. Mimi nimesomea nursing, mimi nimesomea sijui management, mimi nimesomea sijui nini. Wasomi. Haleluya, haleluya. Lakini ulimwengu wa roho, ishara ya namna hiyo, pale ambapo umesoma una vyeti lakini haupati kazi, jua kabisa milango yako ya baraka imefungwa na wachawi. Sema amina kubwa mpaka mbingu zikusikie. Umemsomesha mtoto wako, unategemea yeye ndio ainue familia. Umemsomesha mtoto wako, kusema za kweli, amesoma mpaka vyeti, anarudi nyumbani na vyeti. Mama, mimi nimeshasoma, ulichonisomesha ndio hichi cheti cha hapa. Zoezi lingine ni kwenda kutafuta kazi. Mtoto wako anapambana, anazunguka huku na kule, lakini hapati kazi. Wanakwambia hajakizi. Unajiuliza shida nini? Kumbe shida mikono imefungwa ulimwengu wa roho. Mikono imefungwa. Sema amina. Haleluya, haleluya. Au kuna mtu mwingine unakuta kaajiriwa hoteli moja, hiyo hoteli au hiyo kampuni kakaa pale miaka, unakuta anawapokea wengine tu pale, wamekuja jana juzi, wanapandishwa vyeo, yeye yuko pale pale. Wanakuja wengine wanapandishwa vyeo, yeye yuko pale pale, miaka inaenda. Haleluya. Maana hiyo ni alama kwamba mikono yako imefungwa. Umenyimwa uwezo wa wewe kumiliki na kutawala. Umenyimwa uwezo wa kumiliki baraka na mafanikio makubwa. Sema amen. Sema amen mpaka mizimu ikuachie. Sema amen mpaka wachawi wakuachie. Sema amen mpaka waliokuroga kuachie wewe. Lazima uelewe, pale ambapo unaona mambo yako hayaendi, hususani mambo ya kiuchumi, ingia kwenye maombi, ombea mikono yako. Pesa ambazo unazishika ni roho. Haleluya. Ukishika fedha, chukua hela yako, umeshika 10,000, 20,000, shike kwenye mkono wako wa kushoto na wa kulia. Ingia kwenye maombi. Unasema, kama ambavyo nimeshika hizi fedha kwenye mikono yangu, ninaamuru pesa zisikauke kwenye mikono yangu.
Ninaamuru pesa zisiondoke kwenye mikono yangu. Ninaamuru fedha nyingi ziwe zinakuja kwenye mikono yangu. Ni roho zinasikia. Utakapoomba maombi hayo, utaanza kuona kweli pesa muda wote zinakuja. Pesa muda wote zinakuja. Kwa sababu gani? Ni roho umezipa connection na mikono yako. Sema amen kubwa na mbingu zikusikie. Sema amen na Yesu akubariki. Ukiona unashika fedha kipato kile kile, unafanya biashara, wewe faida yako ni ushazoea. Faida yangu mimi, biashara yangu, faida yangu ni 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 kwa siku. Hiyo ndo faida yangu. Yaani ushalalisha. Ingia kwenye maombi, sema amen. Unasema nakataa roho ya udumavu kwenye mikono yangu. Natangaza kupata mafanikio makubwa kwenye mikono yangu. Kupata faida kubwa kwenye biashara ambazo nafanya kwenye mikono yangu. Ukitamka hivyo, utaanza kuona unapata faida kubwa zaidi kwenye mikono. Kwa sababu gani? Fedha ni roho na mikono nayo ina connection. Haleluya, haleluya. Nimekuombea Yesu akupe baraka nyingi kwenye mikono. Nasema nimekuombea Yesu akupe baraka nyingi kwenye mikono. Sema amen kubwa na mbingu zikusikie. Sema amen na Yesu akubariki. Jambo lingine ni pale ambapo unaanza mambo mengi lakini yanaishia njiani. Hiyo ni ishara inakuonyesha kwamba mikono yako imefanyaje? Imefungwa. Pale ambapo ni bingwa kuanza lakini ni bingwa wa kuishia njiani, hilo pia ni tatizo. Mungu wetu sisi ni Alfa na Omega. Yeye ni mwanzo na mwisho. Chochote anachokianza Mungu ni lazima akimalize. Alivyokuwa anaumba dunia, aliumba dunia siku 6, siku ya 7 akapumzika. Lile neno pumziko sio kama alichoka au alikata tamaa. Pumziko ni hitimisho. Haleluya, haleluya. Alihitimisha kazi yake yote ambayo aliifanya katika uumbaji wake. Kwa hiyo yeye ni Alfa na Omega. Mwambie jirani yako usiwe unaishia njiani. Mtu mwingine akianza kusali hapa, atasali mwezi wa kwanza wa pili, ataishia njiani. Bana yeye, nimeona tu nipumzike, niache. Unaacheje ibada? Haleluya, haleluya. Unaacheje maombi? Mwambie jirani yako usikate tamaa katika maombi. Mwambie tena jirani yako usikate tamaa katika ibada. Yeye Mungu ni mwanzo na mwisho. Yeye ni Alfa na Omega. Kwa hiyo nimekuombea leo Yesu akupe mwanzo na mwisho. Uwe ni mtu wa kumaliza mambo, yasiwe mambo yanaishia njiani. Ukiona unafanya biashara zinaishia njiani, jua hilo ni tatizo. Umepika mandazi yako, umeweka pale barazani au barabarani, unauza, unakuta umeuza nusu deli, yanabaki nusu na kujimani. Au unaopaka kumaliza. Umeenda kujumua tenga la nyanya, umeuza hilo tenga la nyanya, umeuza nusu zimeharibika. Umeenda kujumua sijui kitu fulani, yani lazima upate faida nusu, upate hasara nusu. Manake hapo umekosa upako wa kumaliza. Nimekuombea leo Yesu akupe upako wa kumaliza kwa jina la Yesu. Nasema upako wa kumaliza uwe juu yako. Upako wa kumaliza uwe juu yako kwa damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Pesa kuwa mbali na mikono yako, hilo pia ni tatizo. Pale ambapo pesa zinakuwa mbali na mikono yako, lazima ujenge urafiki na fedha. Sema amina. Haleluya, haleluya. Mwingine tamaduni yake, akishika pesa, akipata 100,000 ataitumia yote mpaka iishe. Ikiisha ndo anaanza kutafuta nyingine. Akipata 10,000, hiyo 10,000 haitazaana nyingine. Yaani ataitumia 7,000, 5,000, 3,000, 2,000, 1,000, imeisha. Ikiisha ndo ataenda kutafuta nyingine. Haleluya, haleluya. Hilo nalo ni tatizo. Inatakiwa na muunganiko wa fedha. Yaani umeshika fedha hii, ije fedha hii. Umeshika fedha hii, ije fedha hii. Umeshika fedha hii, ije fedha hii. Ulimwengu. Haleluya, haleluya. Sema amen na Yesu akubariki. Sema amen na mbingu zikusikie. Nimekuombea Mungu aibariki mikono yako na kuitakasa kwa damu ya Yesu. Leo kupitia mafuta ambayo utachovya hapa, mikono yako inaenda kukombolewa na kuuishwa kwa damu ya Yesu Kristo. Ukame na ukiwa unaenda kuondoka na kukuachia.
Tuwezi tukajenga kanisa hili kama mikono yako imefungwa. Hatuwezi kununua mabati yaliyobaki hapa kama mikono yako imefungwa. Sema amina kubwa kabisa. Sema amen na mbingu zikusikie. Sema amen na Yesu akubariki. Ukiwa na fedha nyingi, ukiwa na baraka nyingi, wewe ni mtu ambaye ni milionea. Haleluya, haleluya. Kuna wakati unajua pesa nayo ina heshima yake. Ukiwa na pesa ina heshima yake. Hata ukienda kwenye kikao kule nyumbani kwenu kijijini, unakuta mkiwa mnaongea wanamwambia, we Mwarubarire, nyamaza, nenda kafungulie ng'ombe. Mwache huyu Amina huyu ndio atoe comment kwenye hili swala la ukoo. Kwa sababu gani? Una pesa. Haleluya. Hata huo una mada nzuri vipi, kama una pesa utakwambia nyamaza. Kwa sababu gani? Hauna pesa. Utakwambia baba, yule mwenye pesa utakwambia baba, sema, unasema nini bana? Kwa sababu ya pesa. Haleluya, haleluya. Mimi sina la kusema, lakini kila kitu kiko vizuri. Amina baba, sawa, tunashukuru baba, wewe ndio mkombozi wetu. Unakuta huyo Mwampondele yeye amepewa upeo mkubwa wa kushauri vitu. Unajua, lakini wazazi wangu, ngoja na mimi niongee. Nyamaza na wewe. Wakubwa tunaongea nao, naongea. Kichwa kama cha babu yako. Unaniuliza, kichwa kama cha babu kinatokea wapi tena? Kumbe ni pale ambapo hauna pesa. Sema amen kubwa kabisa. Nimekuombea Yesu akupe upako kwa fedha upate heshima. Nimekuombea upate na pesa uwe mkuu. Haleluya, haleluya. Sema amen kubwa na Yesu akubariki. Roho ya ukame na ukiwa iondoke katika maisha yako. Roho ya ukame na ukiwa iondoke katika nafsi yako. Uende umiliki baraka tele na mafanikio tele. Mwambie jirani yako, mimi sio wa kawaida. Ambia tena jirani yako, mimi sio wa kawaida. Sababu ambazo zinafanya mtu afungwe mikono, pale ambapo unaona hizi dalili ambazo nimekuambia, sababu ambazo zinaweza kupelekea kwamba mikono yako ikafungwa. Jambo la kwanza, inaweza ikawa ni laana za kiukoo. Wamesema laana za kiukoo. Laana ya kiukoo inaweza ikawa imefunga mikono yako. Laana ya kiukoo ikifunga mikono yako, elewa kabisa huwezi kumiliki wala kutawala jambo lolote. Kwa sababu gani? Mikono yako imefungwa. Nakwambia kitu cha kweli, kuna wazee leo wako vijijini, unakuta ana mashamba maheka na maheka, ana mang'ombe maheka na maheka, na anavuna kweli kweli, lakini nenda kaangalia nyumba ambayo anakaa. Nyumba imekaa hivi, muda wote namwambia nitakuangukia kesho. Anapata pesa, anavuna, lakini mikono yake imefungwa kuanza maendeleo. Haleluya. Fahari yake analinga na maheka, analinga na mifugo, lakini nyumba mbovu kabisa. Kwa sababu gani? Ulimwengu wao wamefungwa mikono yake, ishindwe kufanya maendeleo makubwa. Haleluya, haleluya. Sema amina kubwa kabisa. Kuna watu laana za mikono wanalisi kutoka kwa mababu zao, kutoka kwa mama zao, kutoka kwa wajomba zao, kutoka kwa mashangazi zao. Wanalisi hizo laana na wanatembea nazo. Kama babu alikufa akiwa maskini, hakumiliki jambo lolote, na unakuta unatembea mule mule hautamiliki jambo lolote. Mwingine unakuta uko wao hakuna ambaye mwe kumiliki gari, naye pia atatembea mule mule, mikono yake itablokiwa kumiliki gari. Hata pambana kusema za kweli, nivunje ilana ya ukoo. Amenunua tu gari, mara gari linambomokea, linamwangukia, anapata nalo ajali. Unajiuliza, mbona hizi ajali haziishi? Uliza kwenye ukoo wenu, nani ambaye mwe kumiliki gari? Unakuta hayupo. Manake unakuwa umevunja katiba za ukoo na kanuni za ukoo. Inachofuata ni nini? Ni wewe kupitia mateso. Kwa sababu gani? Mikono ya familia yenu imefungwa. Nimekuombea leo Yesu, ninapokuombea wewe na kila kitu kiende kikombolewe kwa jina la Yesu. Nasema ninapokukomboa wewe, nafsi yako na maisha yako yakombolewe kwa damu ya Yesu Kristo. Utakuwa ni Fatuma yule yule, lakini aliyebarikiwa na Yesu Kristo. Utakuwa ni Magdalena yule yule, lakini aliyebarikiwa na Yesu Kristo. Utakuwa ni Hamisi yule yule, lakini aliyebarikiwa na Yesu Kristo. Nawe nimekuombea vifungo vya kiukoo viende vipasuke, vipande vipande, uende umiliki baraka na mafanikio makuu. Haleluya, haleluya.
Sema amina kubwa kabisa. Sema amen na Yesu akubariki. Lakini ishara nyingine ambayo inaweza ikafanya mikono yako kufungwa ni maneno mabaya uliotamkiwa dhidi ya watu wabaya. Maneno mabaya yanaumba. Pale ambapo mtu akakutamkia kitu kibaya, usichukulie kawaida. Pale ambapo ukagombana na mtu alafu akakutukana au akakwambia kitu kibaya, usichukulie kawaida. Kila kitu kinaishi ulimwengu wa roho. Haleluya, haleluya. Sema amina kubwa kabisa. Sasa kuna watu unakuta wamegombana, mtu mwingine unakuta hakupigi. Wewe unamwambia ukitaka tugombane, mimi mwenyewe naweza ngumi, mimi mwenyewe ni championi. Haleluya. Yeye unakuta anakwambia tu neno moja. Unajiona mjuaji unajua kuongea Sawa, tutaona kama utafanikiwa. Kamaliza. Niache, nimeaga, nimekunywa maji ya kijijini kwetu, nilinawa nilipoingia Dar es Salaam, akinipati chochote. Wewe unajua nguvu ya maneno. Haleluya, haleluya. Lile neno alilokutamkia tutaona. Ushawahi kujiuliza kwamba utaona nini? Sio kwamba utaanza kuona umaskini ukitokea kwenye maisha yako. Sio kama utaanza kuona mambo yako kuanza kuharibika, kuanza kufa. Sio kama utaanza kuona ukipigwa na magonjwa mara kwa mara. Kwa sababu gani? Kile kiapo cha tutaona kina maroho nyuma yake, ataanza kutokea, utaanza kuona mambo mabaya. Sasa watu wengine wamefungwa mikono yao kwa kutamkiwa maneno mabaya. Inua mikono yako juu, sema Bwana Yesu, yoyote aliyenitamkia maneno mabaya, ulimwengu wa roho, ninafuta hayo maneno mabaya, ninayatoesha hayo maneno mabaya, ninayaondoa hayo maneno mabaya kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Sema Bwana Yesu, kila adui aliyenilaani, aliyenifunga, aliyeniloga, sema maneno yake ninayafuta, ninayatoesha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa moto wa Yesu. Sema Roho Mtakatifu, ninaomba unisaidie kwa jina la Yesu. Ingine ishara inayoweza kukuonyesha kwamba dalili ya kufungwa kwa njia ya uchawi. Moja ishara pia, wachawi wanaweza kufunga mikono yako. Wachawi wanaweza kufunga nini? Mikono yako. Ndio mwanzo kabisa nimeongea, unakuta mtu mwingine anaota ndoto amefungwa na pingu, amefungwa na minyororo, amefungwa mikono na miguu. Kwenye ndoto anachukulia kawaida. Sasa kama kuna mchawi ambaye yuko mtaani kwenu au ambaye yuko kwenye kijiji chenu, ambaye yuko nyumbani kwenu, elewa kabisa kwamba ulimwengu wa roho anaweza akafunga mikono yako isidiriki na kutawala. Uchawi wa Afrika ni kulogana. Sema amina. Uchawi wa Afrika ni kulogana, yani hataki. Yani akikuona una kabaskeli, yeye ni kero. Akikuona una kapikipiki, yeye ni kero. Akikuona umenunua kanoa, yeye ni kero. Akikuona umenunua kanguo kapya, yeye ni kero. Anafura kama chula, ananuna kweli kweli. Kwa nini anunue nguo mpya? Kwa nini avae vizuri? Haleluya, haleluya. Sema amina kubwa kabisa. Amesikia tu umechumbiwa, yani amefura kama chula, anaenda kwa mganga ukuroga hiyo mahusiano, waachane. Sema amina. Kwa sababu gani? Ulimwengu wa roho wa Afrika wanalogana kurudishana nyuma. Uchawi wa wazungu bana, wao wanalogana kimaendeleo. Haleluya, haleluya. Yeye akiona amefungua genge, yeye atasema sikubali, nafanya juu chini, mimi nafungua duka. Anapambana, anafungua duka. Na wewe uliye na genge unasema hapana, sikubali, mimi naenda kufungua hardware. Ukifungua hardware, yule mzungu aliyefungua duka anasema kwa nini unizidi? Mimi naenda kufungua kiwanda. Yani wanapambana kuinuana. Haleluya, haleluya. Uchawi wao ni kuona akubali kuwa chini ya mwenzake. Ila uchawi wa Kiafrika, yeye ni maskini, anataka kuwa mzima wa maskini, anataka kila mtu awe maskini. Haleluya. Nimekuombea leo Yesu akutoe kwenye laana za kichawi kwa jina la Yesu. Yoyote ambaye amekulani kufa na afe. Haleluya.
Haiwezekani. Kuna watu wengine hapa wamelogwa kwa waganga, unakuta walienda kwa mganga, mtu akachukua mavazi yako akaenda kukufunga pale kwa waganga, akachukua nguo zako, akachukua kiatu chako. Jamani, kweni makini sana na manyumba ambayo mnaishi. Sema amen. Msipende kuacha makanda mbili yenu nje ovyo ovyo, yanazagaa pale. Sasa mnapoacha muda wote, na mwingine unakuta kiatu kimoja kipo, kingine kinapotea. Kanda mbili nyingine ipo, kanda mbili nyingine imepotea. Na anachukulia kawaida, itakuwa makunguru yamebeba. Kunguru anaweza kubeba kanda mbili yako, haipeleke wapi? Na mguu wako ulivyo mkubwa, kunguru anaweza kavaa hiyo ndani? Haleluya, haleluya. Una mguu unaangalia hivi, unaona mguu unavyotembeaga sasa. Sasa itakuwa labda watoto wamechukua wameenda kuchezea kuendesha gari. Watoto gani? Wasingizia tu watoto hapo wanafanya homework kwenye nyumba zao. Kumbe ni wachawi wameiba nyota yako pale. Nimekuombea chochote ambacho kimeibiwa kwenye nyumba yako kiende kirejee kwa jina la Yesu. Usichukulie kawaida unapoona ndara zako zimepotea kwa mazingira ya kutatanisha pale nje. Mwingine unakuta alianika tu nguo imepotea kwa mazingira ya kutatanisha. Haleluya, haleluya. Ulimwengu leo unakuta watu wamechukua wameenda kuiloga huko, wameenda kuloga nyota yako similiki wala kutawala. Usichukulie kawaida vitu. Sema amina. Nimekuombea leo Yesu akupe baraka na mafanikio makubwa kwa damu ya Yesu Kristo. Nasema nimekuombea Yesu wa madhabahu ya ukombozi akupe baraka nyingi, akupe hatima kubwa, akupe mafanikio makubwa, ufike mbali kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kama kuna mganga ambaye amewahi kwenda kukuloga, Mungu aende amtokee na amfurikie kwa ghadhabu yake. Mimi nishawahi kuambiaga waganga wote, nashawahi kutoa tangazo, kama kuna mtu anajiona ni mganga na ananiwinda anataka niloge. Yaani mimi ukitaka kuja kuniloga, uhitaji sijui univizie, uninyemelee, unitegee sijui. Yaani wewe ukitaka kuja kuniloga nifuate. Kwani mimi nakuchukia bana. Mimi nataka nikuende kwa mganga nikuloge. Nimeenda kwa mganga ameniambia unipe nguo yangu. Au ameniambia unipe kiatu changu. Mimi nakupa. Haleluya, haleluya. Amekwambia hivyo, chukua. Nenda na bibi yako. Nakupa kabisa. Kitakacho kukuta wewe na mganga sijui mtasimulia nini. Sema amina kubwa kabisa. Mimi hapa na zindiko la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hakuna ugonjwa ambao unakuja hapa. Hakuna uchawi ambao unakuja hapa. Hakuna shambulizi ambalo linakuja hapa. Yaani mimi kwangu ni kama mdundo. Yaani ukituma silaha yako inakuja na dunda papo, lazima ikurudie wewe tena, itakupiga vibaya sana. Sema amina kubwa kabisa. Na achilia zindiko la Yesu Kristo liwe juu yako. Huwezi kulogwa na wachawi tena. Usilogwe na waganga tena. Mikono yako ipokee ukombozi wa damu ya Yesu. Mikono yako ipokee ushindi wa jina la Yesu. Uende ustawi, ufike mbali zaidi. Mwambie jirani yako, mimi sio wa kurogwa. Mwambie jirani yako, mimi sio wa kurogwa. Haleluya, haleluya. Simama juu mahali ulipo na Mungu akubariki. Inuka juu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili ewe Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Yesu. Paza sauti yako. Unastahili kuabudiwa. Nani kama wewe? Unastahili Yesu. Unastahili Bwana, unastahili Yesu. Hakuna kama wewe, una kama wewe. Unastahili Yesu, unastahili Yesu. Wewe peke
unaweza, wewe peke watawala, wewe peke twakuabudu wewe. Unastahili Yesu, unastahili Yesu, unastahili Mola wangu, unastahili Yesu wangu. Inua mikono yako juu, sema: Bwana Yesu, ninatangaza kurejeshewa hatua kuu za mikono yangu. Majira haya maombi ambayo tunaenda kuyaingia, wala usitegemee kipaza sauti. Haleluya! Yaani majira haya, mwambie jirani yako, napambana na hali yako. Yule ambaye ataomba kwa spidi na kwa juhudi ndiye ambaye atakombolewa. Haleluya! Majira haya tunaingia kwenye maombi ya kukomboa mikono. Kuna watu ulimwengu wa roho hapa wamekatwa hii mikono, hawana mikono, wanatembea tu na viwiko, hawana mikono. Sasa tunataka tuingie kwenye maombi. Unamwambia Yesu, mikono yangu mahali popote nilipowekwa, nilipofungwa, ninairejesha. Omba kweli kweli, omba kwa juhudi, na Mungu aendelete utukufu mkubwa juu ya maisha yako. Sema amina kubwa kabisa. Sema: Bwana Yesu, ninatangaza kukombolewa kwa mikono yangu. Sema: Bwana Yesu, aliyefunga mikono yangu, aliyeshikilia mikono yangu, sema leo anairejesha. Na washa moto ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu. Hayanza kuomba, tembea hapa na pale sasa. Omba, rejesha mikono yako sasa. Inua mikono yako juu, vuta mikono yako. Omba, vuta hiyo mikono, vuta hiyo mikono. Omba, ivuta hiyo mikono yako. Endelea kuomba, paza sauti yako. Omba, usinyamaze kimya. Endelea kutamka, mwambie Bwana Yesu, ninavuta mikono yangu. Mwambie Bwana Yesu, ninavuta mikono yangu. Mwambie Bwana Yesu, ninavuta mikono yangu. Omba, vuta, vuta, vuta. Haya, vuta sasa mikono yako. Mikono yako irejee, mikono yako irejee, irejee sasa, iuishwe sasa, iachiliwe sasa. Omba, paza sauti yako, usinyamaze kimya. Aliyeshikilia mikono yako alirejeshe leo, jina la Yesu Kristo. Rejesha mikono yako, rejesha kwa jina la Yesu. Pita kwa Mungu, pita kwa Mungu. Popote yako, rejesha kwa jina la Yesu. Rejesha mikono yako, baki kwa jina la Yesu. Baki kwa jina la Yesu. Popote yako mikono, rejesha kwa jina la Yesu. Rejesha kwa moto, rejesha kwa moto. Rejesha mikono yako. Waachie watendo waliopita. Waachie mikono yako. Waachie watu wako. Rejesha mikono yako. Rejesha kwa jina la Yesu. Rejesha kwa jina la Yesu. Rejesha mikono yako. Imeenda na watesi wako. Wameitika makaburini. Wameitika kwenye makoroga maji. Wameitika mapangoni. Ita mikono yako. Ita kwa jina la Yesu. Ita mikono yako. Ita kwa jina la Yesu. Wewe unaomba taratibu, wewe omba kwa spidi kabisa. Endelea kuomba, rejesha mikono yako. Mikono yako irejee sasa. Hatima yako irejee sasa. Aliyeshikilia uwezo wa kumiliki, aliyeshikilia uwezo wa kutawala, omba rejesha sasa. Omba rejesha wewe ule uwezo wa kumiliki fedha, uwezo wa kumiliki mali. Aliyeshikilia leo arejeshe sasa, leo achilie sasa. Omba, paza sauti yako, mikono yako irejee. Fedha zako ambazo zinapotea kwenye mikono, mali zako ambazo zinapotea kwenye mikono, leo lazima zirejeshwe. Omba, paza sauti yako, rejesha sasa ulimwengu wa roho kwa jina lako Yesu, kwa damu yako Yesu. Narejesha leo, mikono yangu inarejea, baraka zangu zinarejea, mafanikio yangu yanarejea, utisho unarejea, hatima inarejea, kibali kinarejea, jina la Yesu, jina la Yesu. Omba, paza sauti yako, omba, paza sauti yako, omba, paza sauti yako. Endelea kuomba. Nenda kula kusema.
utakutana na mafuta pale kwenye bakuli uliyoleta, utaweka hapo mbele, sawa? Kwenye meza utachukua kitu utaweka. Wewe unarejesha taratibu ulimwengu wa roho. Wamekata vidole vyako, hakuna fedha ambazo zinakaa. Wamekata vidole vyako, hakuna fedha ambazo zinakaa. Rejesha wewe, rejesha wewe, rejesha ulimwengu wa roho, rejesha. Paza sauti yako, irejesha hiyo mikono, uweze kumiliki mkono wa kushoto, mkono wa kulia. Naondoa roho ya ukame, naondoa roho ya ukiwa, naondoa roho ya mapooza. Jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Omba, rejesha sasa. Omba, paza sauti yako, hiyo mikono irejee, hatima yako irejee, mafanikio yako yarejee, baraka zako zirejee, zirejee leo. Jina lako Yesu Kristo. Simama. Simama. Amen. Haleluya, haleluya. Sema amina kubwa kabisa. Hapa mbele kuna mafuta matakatifu. Sema amen. Elekeza mikono yako hapa mbele kwenye mafuta. Sema ee Bwana Yesu, ninayatakasa mafuta haya nitakavyochovya mikono yangu kwenye mafuta haya. Nyota yangu ikanirejelee, mafanikio yangu yakanirejelee, baraka zangu ikanirejelee kwa jina lako Yesu. Bwana mtakatifu wa Israeli, kama vile mafuta haya yalivyodumu kwenye maombi kwa siku nyingi, nawe ukanipa maagizo na maelekezo kwamba siku ya leo mafuta haya yakawakomboe watu mikono yao. Ninayatakasa mafuta haya na kuyabariki mafuta haya. Watu watakapoenda kupaka kwenye mikono yao yataenda kuondoa roho za ukame na roho za ukiwa kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza uponyaji na uvumbulivu kupitia mikono yao. Mafuta haya yakatangaza ushindi na baraka tele kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Mafuta haya utagusa namna hii. Sema amen. Utagusa namna hii. Unasema nakomboa mikono yangu kwa jina la Yesu. Unachovya. Sema amen. Ukisha chovya utapaka mpaka kwenye kiwiko. Sema amen. Utayapaka hapa na Mungu atakubariki. Pita tu mbele, sogea hapo mwanangu. Lakini huku naomba, pita tu mbele, chovya mikono yako hapo na Mungu akubariki. Pita mbele, mnashangana, mnategeana kuteka upako wa kwanza. Endelea kuomba, mwambie Bwana Yesu, ninatangaza kurejeshewa kwa mikono yangu. Endelea kuomba, mwambie Bwana Yesu, ninatangaza kurejeshewa kwa mafanikio yangu. Endelea kuomba, mwambie Yesu, ninapochovya mikono yangu, roho ya ukame, roho ya ukiwa ikaniachie. Endelea kuomba, paza sauti yako, chovya mikono yako. Endelea kutamka, mwambie Bwana Yesu, mikono yangu ninatangaza ukombozi. Ukoma uliokaa kwenye mikono, mapooza aliyokaa kwenye mikono, yaende yaondoke, yaende yateketee, yaende yaangamie kwa jina la Yesu, yaende yaangamie kwa damu ya Yesu, yaende yaangamie kwa moto wa Yesu Kristo. Endelea kutamka, usinyamaze kimya. Endelea kuomba, mwambie Bwana Yesu, ninatangaza ukombozi kwenye mikono yako. Majirani tusogee mbele wote, tusogee hapa mbele. Ni wasaa wa kurejeshewa mikono yako sasa. Haleluya, haleluya. Sema ee Bwana Yesu, ninatangaza ukombozi wa mikono yangu kwa jina la Yesu. Majirani utafumba macho, nadhani mnajua namna ya kukumuta maji. Haleluya. Si mnajua kukumuta maji? Kung'uta maji, unainua mikono hivi juu, kung'uta kwa nguvu kabisa. Kung'uta, inua mikono juu, kung'uta hivi.
Funika macho, funika tu macho yako, endelea tu kuikumuta hiyo mikono. Utaona kuna moto unapita kwenye mikono yako, utaona kuna moto unapita. Tumishe kuwa makini. Naachilia moto kwenye mikono yako, naachilia moto kwenye mikono yako. Fumba tu macho yako, naachilia moto kwenye mikono yako. Hiyo mikono inawaka moto sasa hivi, hiyo mikono inashika moto, hiyo mikono inapokea moto. Utaona kuna nguvu inashindana na wewe, utaona kuna nguvu. Naona nguvu hiyo inapenya nguvu, inapenya nguvu, inapenya nguvu ya moto, inapenya nguvu ya moto. Roho ya ukoma, roho ya ukoma, naona ukoma unatoka kwenye mikono, naona ukoma unaondoka kwenye mikono, naona ukoma unaachia mikono yako. Inua tu mikono, kifunguta, utaona kuna nguvu. Soki, naachilia soki kwenye hiyo mikono, naachilia soki kwenye mikono yako, naachilia soki kwenye mikono yako. Naona soki inapiga, aliyekamata uwezo wa mikono tayari pale moto unawaka, moto unawaka kwenye mikono, moto unawaka kwenye mikono, moto unawaka kwenye mikono. Tayari naona umeanza kukamatwa. Waliokamata mikono yako, hakuna pesa ambayo inakaa, hakuna pesa ambayo inakaa kwenye mikono. Naona moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka. Achia mikono yake, achia mikono yake, achia mikono yake, achia mikono yake, achia sasa hivi, 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 achia sasa hivi. Hiyo mikono inapokea moto, hiyo mikono inapokea moto. Hauwezi kuvumilia, hauwezi, never. Unaona kuna nguvu inashindana na wewe, unaona kuna nguvu ya achia sasa hivi, 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 achia mikono yake, achia mikono yake, achia mikono yake, achia mikono yake, achia mikono yake. Umeshika uchumi, umeshika uchumi, uchumi wako umekufa. Hakuna jambo bado linaenda, hakuna jambo bado linaenda. Munaenda, achia mikono yake, munaenda, achia mikono yake. Hiyo mikono munaiachia, hiyo mikono munaiachia, hiyo mikono munaiachia, munaachia mikono yake, munaachia mikono yake, achia sasa hivi mikono yake. Hiyo mikono yako uliyoshikilia, hiyo mikono yako uliyoikamata, hiyo mikono yako uliyoikamata, hiyo mikono yako uliyoikamata, munaiachia sasa hivi. Aliyeshikilia uwezo wa kumiliki kwako, aliyeshikilia uwezo wa kutawala kwako, aliyeshikilia uwezo wa kutawala kwako, aliyeshikilia uwezo wa kutawala kwako, munaachia. Roho ya ukame inaondoka, ukame unatoka, unaondoka. Roho ya ukame sasa hivi ninapoongea, madhabahu na vifungo vya kichawi, madhabahu na vifungo vya mizimu, toka sasa hivi. Munaondoka, mna mamlaka, munaondoka, mna nguvu. Achia mikono yake, achia nafsi yake, achia roho yake, achia hatua zake, achia hatua zake. Hatua zake zinaachiliwa, nyota yake inaachiliwa, baraka zake zinaachiliwa kwa jina lako Yesu, kwa damu yako Yesu, kwa moto wako Yesu, kwa moto wako Yesu. Yesu aende alete uamsho mpya, Yesu aende alete nguvu mpya, Yesu aende kukupa kibali kipya. Hapo anza kuomba sasa. Inua mikono yako juu, sema Yesu, ninaita baraka kwenye mikono yangu. Anza kuomba, tamka, ita baraka sasa. Omba, paza sauti yako, ita baraka, ita baraka, ita baraka, ita baraka. Usinyamaze kimya, endelea kuomba. Bwana Yesu, ninaita baraka katika mikono, baraka za uchumi ninaziita, baraka za mafanikio ninaziita, baraka za hatima ninaziita, baraka za kukua, baraka za kuongezeka. Yesu, ninaomba achilia upako wa fedha, nafungua upako wa fedha, nafungua upako wa fedha, upako wa fedha, madhabaweza kauka, madhabaweza kauka, madhabaweza kauka, madhabaweza kauka,
naachilia upako, naachilia upako, naachilia upako. Endelea kuomba. Naona kuna madhabahu za mizimu zinapata shida. Naona kuna madhabahu za mizimu zinaachia mikono yako. Ile laana ya mababu, 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 laana ya mababu inaachia sasa. Laana ya mababu inaachia mikono yako. Laana ya ukoo inaachia mikono yako. Laana ya ukoo, laana ya ukoo, laana ya ukoo inaachia mikono yako. Inaachia uwezo wa kumiliki, inaachia uwezo wa kutawala kwa jina la Yesu. Waliinami mikono yako ulipopewa pesa bandia, waliinami mikono yako ulipopewa pesa za kichawi, waliinami mikono yako ulipopewa pesa ambayo zimenunuliwa madawa. Omba sasa, ita baraka za Yesu, baraka za kukupata. Upate na baraka kwenye biashara, upate na baraka kwenye mafanikio, upate na baraka kwenye uchumi wako, upate baraka kwenye huo mtaji ulionao, ukakuwe na kuongezeka kwa jina lako Yesu. Endelea kuomba.